Marekani imechukua hatua mpya ya kijeshi kwa kusogeza ndege 11 za kivita aina ya F-15 kuelekea eneo la Mashariki ya Kati, hatua inayokuja wakati mvutano kati ya Washington na Tehran ukiendelea kuongezeka. Harakati hizi zinaonekana kama sehemu ya mkakati mpana wa Marekani wa kuimarisha uwepo wake wa kijeshi katika ukanda huo, ukanda ambao unakabiliwa na hatari ya kuzuka kwa mzozo mkubwa wa kieneo. Kwa mujibu wa taarifa za kijeshi na ufuatiliaji wa harakati za anga, ndege hizo za F-15 zimeripotiwa kuwasili katika vituo vya kijeshi vilivyo karibu na maeneo muhimu ya kimkakati, ikiwemo Jordan, nchi ambayo kwa muda mrefu imekuwa mshirika wa karibu wa Marekani katika masuala ya usalama wa kieneo. Ndege hizo zimeandamana na ndege za kusambaza mafuta angani, hatua inayoongeza uwezo wa operesheni za muda mrefu na mashambulizi ya haraka endapo hali itazorota. Hatua hii imechukuliwa wakati Marekani ikiendelea kutoa onyo kali kwa Iran kuhusu vitendo vyake katika eneo la Mashariki ya Kati, hususan madai ya kuunga mkono makundi yenye silaha yanayofanya mashambulizi dhidi ya maslahi ya Marekani na washirika wake. Viongozi wa Marekani wamesisitiza kuwa hatua zote bado ziko mezani, huku wakionyesha kuwa lengo kuu ni kuzuia Iran kuchukua hatua zozote zitakazohatarisha usalama wa kieneo. Kwa upande wa Iran imekuwa ikitafsiri ongezeko la uwepo wa kijeshi wa Marekani kama jaribio la kuibana kisiasa na kijeshi, jambo ambalo limeongeza hofu ya makubaliano ya moja kwa moja. Wachambuzi wa masuala ya kiusalama wanaonya kuwa mkusanyiko huu wa nguvu za kijeshi kutoka pande zote mbili unaongeza hatari ya tukio dogo kubadilika na kuwa mzozo mkubwa wa kikanda. Uhamisho wa ndege za F-15 unaashiria dhamira ya Marekani ya kulinda wanajeshi wake, washirika wake wa kieneo na njia muhimu za kimataifa za usafirishaji wa mafuta. Ingawa Washington haijatangaza rasmi mpango wa kushambulia Iran, ishara za kijeshi zinazoendelea zinaonyesha maandalizi ya hali yoyote endapo diplomasia itashindwa. Hatua hii ya hivi karibuni inaongeza mvutano katika eneo ambalo tayari linakabiliwa na migogoro kadhaa, huku jumuiya ya kimataifa ikiendelea kutoa wito wa tahadhari na mazungumzo ili kuzuia Mashariki ya Kati kutumbukia katika vita vipya vya kieneo ambavyo athari zake zinaweza kuenea duniani kote.